Hatimaye it is official kwamba Lava Lava ameweza kutoka WCB na ameweza kuwa msanii huru, okay? Wenye tunamjua Lava Lava, Mbosso, Rayvanny pamoja na Harmonize na Rich Mavoko ni wasanii ambao walikuwa msainiwa chini ya record label ya WCB wakiwa wasanii wa kiume, okay? Na Zuchu akiwa ndio the only lady mwenye ameweza kusurvive katikati ya wanaume hao wote. Now imefikia point Harmonize akaweza kutoka. Before Harmonize atoke, Rich Mavoko ndiye alitangulia kutoka, na kutoka kwa Rich Mavoko ilikuwa ni ugomvi mkali sana. Baadaye Harmonize akakuja akajitoa pia, na pia kutoka kwa Harmonize ilikuwa ni kutoka ya vita, mpaka walihusisha serikali pamoja na Basata ndio wakaweza kutengeneza mambo ya Harmonize kuweza kutoka ile kipindi ya Magufuli. Okay, so kukakuja wakati wa Rayvanny. Rayvanny aliweza kutoka na alitoka vizuri, hatukusikia any war between yeye na management pamoja na Diamond Platnumz, bali waliweza kusawazisha mambo yao vizuri na wakaweza kutoka. Baada ya yeye kutoka, nao Mbosso akakuja. Mbosso pia ameweza kutoka vizuri baada ya kuugua ugonjwa wa moyo. So Diamond Platnumz pamoja na management waliweza kumtoa huru bila kumlipisha chochote. So sasa hivi ni wakati wa Lava Lava. Lava Lava pia ameweza kutoka bila kulipishwa chochote, na pia Diamond Platnumz ndiye akawa mtu wa kumuongeza tu pesa kidogo, kwa sababu yeye hajagrow kama wasanii wengine wa WCB. Lakini wasanii wengine wote wa WCB wameweza kugrow, as in kulingana na Diamond ameweza kuwashika wote, wamegrow. Channels zao zimefika milioni 3 na kadhalika kwenda juu, na Lava Lava pekee yake ndio channel yake haijaweza kufika subscribers milioni 3, okay? Pamoja na D-Voice ambaye ndiye ameingia sasa hivi. So it is official kwamba ameweza kutoka, kwa sababu tumemwona kwenye account yake ya Instagram akiwa ameanza kuvuta ile nini kama ameandika kwa bio yake kwamba ni msanii mwenye ako chini ya WCB, na kwa status yake akaanza kuandika kwamba inshallah, asanteni sana, naanza upya, kumaanisha ameweza kutoka kwa label moja ya WCB na ameanza upya. So hatujui kama atajisimamia kama msanii huru ama ataingia kwenye label nyingine. Hiyo ndio kitu ambayo bado hatujui mpaka sasa hivi. Now as we talk, wasanii wengi sasa hivi wanatoka kwa record label na kuwa wasanii huru. Kwa mfano Konde Music ambayo ni record label ya Konde Music ambayo ni ya Harmonize, ni record label ambayo ilikuwa imewasaini wasanii wengi sana, wakina Chidi, wakina Kili, wote walikuwa wamesainiwa chini ya Konde Music, okay? Na wote waliweza kutoka, akabaki Ibra. Na Ibra mwezi uliopita pia alihakikisha kwamba amefanya juhudi zake zote kuweza kutoka Konde Music ambayo ilichukua Basata pia ndio wakaweza kusawazisha wao yeye kuweza kutoka, okay? Na Rayvanny pia alikuwa na msanii wake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mac Voice, ambaye ni zaidi ya mwaka mmoja na nusu hivi hajawahi toa wimbo yoyote pale chini ya Next Level Music ambayo imesimamiwa na CEO ambaye ni Rayvanny, okay? Na kumekuwa na tuhuma nyingi kwamba Rayvanny ameweza kulemewa kidogo upande wa fedha na hawezi kuweza kumsupport msanii wake ili aweze kutoa wimbo, okay? Na ikawezekana mpaka sasa hatuko sure kama ameshatoka kwa record label ya Next Level Music ama bado hako, lakini kuna video iliyoweza kusambaa miezi chache iliyopita kama ana perform kwa klabu nyingine duni sana, klabu ya chini sana. So watu wakajijazia tu hapa kuna uwezekano mkubwa huyu kijana Mac Voice ameweza kutoka kwenye record label yake na ameanza kujaribu kutafuta msaada, kwa sababu yeye ni mmoja kati ya wasanii ambao wako wametoboa vile kwenye industry ya muziki. Kama ingewezekana aende miaka kama 4 akiwa kwenye label akiwa anatoa wimbo back to back, by now angekuwa na uwezo ya kuweza kujisimamia, okay? Now sijui unaonaje kuhusu hao wasanii ambao wametoka WCB kama Lava Lava, Mbosso, wataweza kujisimamia na kuhit kama venye walikuwa na hit wakiwa WCB ama wanaenda kubuma kimuziki? So msanii kutoka kwenye label inakuanga mara mbili. Kuna uwezekano atoke na apotee ama atoke na ng'ae zaidi. Mfano mzuri aliyetoka na akang'aa ni msanii kama Harmonize, alitoka WCB na akaweza kustand up na akawa competition kwake Diamond Platnumz, na hata Rayvanny pia ameweza kustand up. Na msanii ambaye alitoka na akaweza kuanguka ni Rich Mavoko. Rich Mavoko baada ya kutoka mpaka sasa hivi asikiki popote, hakuna wimbo yake yote ina trend, hakuna mtu yote ambaye anamzungumzia. Yani anatoa wimbo ni kama upcoming wa kawaida. Nao kutoka kwa label inakuanga usipotoka kama umejipanga, kuna uwezekano mkubwa uweze kuanguka. Nao hatujui Mbosso, hatujui Lava Lava kama wataweza kustand up, okay? Hatujui itakuwaje, because you never know. Kuna uwezekano wapotee, waingie kwa biashara zingine na kadhalika. Now pray for them so that wakiweza kutoka venye wametoka hivyo waweze kustand up. Right now as we know, msanii wetu
Unaweza kutusupport kwa kubonyeza na kusubscribe kwenye channel yetu, pia kutuachia like na comment ili video yetu iweze kuwafikia watu wengi na kadhalika.